Unaamini? To pray. Kuomba. It's not matter of praying. It's not matter of praying. Sio kwamba ni kwa ajili ya kuomba. You can pray from today. Unaweza kuomba kuanzia leo to next year. Mpaka Thanksgiving. Shukurani is the important thing. Thanksgiving is important thing. Shukurani ndicho kitu cha muhimu in a Christian. Kwa Mkristo. Prayer is different. Maombi ni tofauti. Thanksgiving, shukurani and praise, na sifa. that these two things Hizi vitu mbili are different. Ni vitu tofauti. This time around, wakati huu sasa, the children of God, watoto wa wana wa Mungu, they seek prayer. Wanatafuta maombi. They bring the first prayer. Wanatafuta maombi. They don't think about Thanksgiving. Au washughulike na shukrani. They don't know that hawajui kwamba when you pray unapoomba without a Thanksgiving, bila shukrani, all this is part of connection. Inahitaji uunganishwe. You pray. Unapoomba, you give thanks. Unatoa shukrani. Don't pray. Usiombe. Pray. Muombe. Pray. Uombe tu. Keep praying. Uendelee kuomba. Without Thanksgiving. Bila shukrani. That is appreciation. Hiyo ni kuonyesha unafurahia. For God has done to you. Jinsi Mungu ametenda kwako. Some of us here. Watu wengine katikati yetu. Our family are not good. Familia zetu hawako sawa. Some of us here. Watu wengine hapa. We have many problems. Tuna shida nyingi. But we need to give thanks to God. Lakini unastahili kushukuru Mungu. You need to open a heart. Unastahili kufungua moyo wako. Some of you here. Watu wengine hapa. People have spirit of stuff. Shetani ameimba mioyo yetu. God created every human being. Mungu aliumba kila mwanadamu. And give you a good start. Akampa moyo mzuri. And give you a good destiny. Akampa hatima nzuri. How do you work with your star? Unatembeaje na nyota yako? How do you work with your destiny? Wafanyaje na hatima yako? Devil. Shetani have still your star. Amechukua nyota yako. But you need, as a wise man, kama mtu mwenye hekima, as a wise woman, kama mwanamke mwenye hekima, you need to come out. Unahitaji utokeze and seek forth. Na utafute. Seek God. Watafute Mungu. Seek the face of God. Utafute uso wa Bwana. Seek the face of God. Utafute uso wa Bwana. Do not go to Babalawo. Do not go to witchcraft. Unajua Mungu for help. Anaweza kusaidia. Some of you have passed many problems. Watu wengine wamepitia shida nyingi. Some of you to come here. Inastahili uje hapa. Some of you have some friends. Watu wengine wamesaidiwa na marafiki. Some of you have been delivered from stuff. Wengine wamekombolewa kutoka kwa amini kwa we have a friend. Tuko na rafiki who is passing some problem. Ambaye anapitia kwa shida. Why can't you bring him here? Kwa nini usimlete hapa? You know God has delivered you. Mungu amekukomboa from situation kutoka kwa hali zako you are passing through. Unazopitia. Why can't you bring your friend here? Kwa nini usilete rafiki? For his time to be delivered. Na yeye nataka ifunguliwe. For his time to be delivered. Kwa nyota yake huyo mama afunguliwe. You must come. Lazima waje. Show him that when you help a friend, waonyeshe kama una rafiki, a friend who is looking for a place, rafiki ambaye anatafuta mahali to deliver himself, akombolewe or herself, yeye, you bring him here. Utamlete hapa. It's a part of blessing. Ni mojawapo ya baraka to you. Kwako wewe. Because God have used you. Kwa maana Mungu amekutumia wewe to deliver that man. Kukomboa mtu huyu. It's a blessing to you. Mungu ni baraka kwako. Whatever you do here, chochote unachotenda hapa, God is watching you. Mungu anaona. Man is not seeing you. Mtu hakuoni. But God is seeing you. Lakini Mungu anakuona. You can help that friend. Unaweza saidia huyo rafiki. To come here. Anje hapa. Some of us are walking with like elephants. Marafiki wengine wanatembea kama ndovu. You eat like ants. Lakini wewe unaonekana kama chungu. Why are you eating like ants? Kwa nini unakula kama chungu? You walk. Kazi yako. Walk. Kazi. Walk. Kazi. Walk. Kazi. At the end. Baada ya mwishowe. You eat ants. You eat ants. Ants. Unakula unafanya kazi kama ndovu. Very good pastor. Unafanya kazi kama ndovu lakini unakula kama mchwa. Ama unakula kama chungu. Na umefanya kazi kama ndovu. You walk like elephant. Unafanya kazi kama ndovu. You eat like ants. Lakini unakula kama chungu. Because kwa ajili your star, nyota yako have still imeibiwa from devil. Imechukuliwa na shetani. You can come here. Unaweza kuja hapa. Deliver yourself. Ukombolewe. Sow a seed of thanksgiving. Panda mbegu ya shukrani. For your life to be better. Ili maisha yako yawe mema. What kind to walk
Kwa nini usifanye kazi in the right way kwa njia inayostahili instead of you to walk in the darkness? kuliko kufanya kazi kwa giza? Some of you are not proud of God. Watu wengine hawana You are not proud of God. You are not proud Iwe hauna yani uringi na Mungu. of God. Hauna hiyo roho ya Mungu. You can be proud in terms of witchcraft. Una roho ya kiuchawi. You can be proud of terms of witchcraft. Unaweza kuwa unaringia wachawi ama Presence of God. mbele ya uwepo wa Bwana. You cannot offer the thanksgiving. Huwezi toa shukrani. Praise Him. Msifu, Worship Him mwabudu with your strength, kwa uwezo wako, with your souls. kwa moyo wako ama nafsi yako. God is not want your money. Mungu hataki pesa But zako. when God do something for you, Mungu anapokutendea kitu, have a heart of appreciation. kuwa na moyo wa kufurahia ama kushukuru. That is what God is telling us. Hiyo ndio kitu Mungu For anataka. us to have a heart of Ili appreciation. sisi tuwe na moyo wa kufurahia matendo yake. When God do something for you, Mungu anapokutendea chochote, that will work for you. That will work. hiyo kazi ametendea, You come here, unakuja hapa, come with your family. unajua na familia yako. Even here, there's no people are not giving thanksgiving here. Watu hawatoi shukrani hapa. People are not giving thanksgiving. Watu hawatoi shukrani kabisa. The way I'm saying, Vile ninavyoona. that is why Hiyo ndio maana devil is still working on you. Shetani anafanya kazi juu yako. When you determine Inahitaji to work with God, ufanye kazi to pamoja na give Mungu. thanks to God, Ushukuru Mungu. door will be open for you. Mungu atakuwa. Door shall be open for you. Mungu atakutetea. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. Have a heart of thanksgiving. Kuwa na moyo wa shukrani. Don't use your money and go to witchcraft Usitumie pesa yako kwenda kwa waganga ama kwa uchawi. to go and look for this solution. Kutafuta suluhisho. To go and look for solution. Kutafuta suluhisho huko. You spend money. You spend money Unatumia pesa yako by God. kwa kununua vitu. You spend money Unatumia pesa yako by chicken. kununua kuku. You spend money. Unatumia pesa Do many things kufanya vitu vingi for you to be okay. ili wewe uwe sawa. But Lakini you still come back to God. ufikiri kuhusu Mungu. Who are you for? You are fooling yourself. Wewe unajifanya mpumba, unajifanya mjinga mwenyewe. Are you fooling God? Wewe unaweza kufanya Mungu mjinga? No. Uwezi. You are fooling yourself. Unajidanganya mwenyewe. To give offering, Kutoa sadaka hard for us. Hard for us. To give offering, hard kutoa moyo wako for us. kwa ajili ya Mungu. You must have a heart of thanksgiving. Lazima uwe na moyo wa kushukuru. That is the power of thanksgiving. Huo ndio uwezo wa shukrani. In terms of star, to open your star. Ili kufungua nyota yako. Some of you here are walking. Watu wengine wanatembea tu. You don't know your problem. Hujui You shida. don't know what you are passing through. Hujui unapitia nini. You just determine. Hata huna matumaini. You will go out today. Utatoka leo. What you see today, Ile utaona leo. you take it. You take it like that. You take it like that. Unaichukulia vile ilivyo. This is not the way God wanted to Hivi be. sivyo jinsi Mungu anavyotaka uwe wewe. Come to His presence Njoo hapa katika uwepo wake with thanksgiving. kwa shukrani zako. Come here and deliver yourself. Kwa hapa unajikomboa ama ukombolewe. Offer a thanksgiving to Him. Toa shukrani kwa Mungu. Open your star. Fungua nyota yako. Sometimes devil can hide your face. Wakati mwingine shetani anaweza ficha uso He wako. can hide your heart. Devil can hide your heart Shetani anaweza kuficha moyo wako ama uso wako by stealing your star. na kupitia nyota yako. You cannot have a heart Huwezi kuwa na moyo of giving thanks, wa kushukuru, giving to Him, kumpea yeye Mungu, because your star has stealing. kwa maana nyota yako imefungwa. Come here. Njoo hapa. We have seen a place. Tumepata mahali This is working here. Mungu anafanya kazi. Miracle is working here. Miujiza inafanya hapa. There is a miracle in this house. Hapa kuna miujiza katika nyumba hii. There is a miracle Kuna miujiza hapa in this house. katika nyumba hii. When God do something for you, Mungu anapotaka kutendea kitu, testify. wewe shuhudia. Give a testimony. Toa ushuhuda. What God has done for you, Chochote Mungu so ametendea. that He can do more for you. Ili naye atende zaidi kwako. Don't hide your testimony. Mungu anapokea ushuhuda. God can use your testimony Mungu atatumia ushuhuda wako to deliver others. kukomboa wengine. That is why Hiyo ndio maana when God do something for you, Mungu anapokutendea kitu, do not hide the testimony. wewe usifiche ushuhuda. Come out, Njoo testify shuhudia for what God has done. kwa jinsi Mungu ametenda. God will do more for you. Mungu atakutendea zaidi. As you decide today
Unapoamua leo to serve God, kutumikia Mungu, to open your heart, kupitia moyo wako, to give Him thanksgiving kumpa shukrani with your heart, kwa moyo wako wote, to give testimony, kutoa ushuhuda, the great God Mungu aliye mkuu will move you forward atakuelekeza to the next level. ili akuinue kiwango kipi. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu Kristo. To open a star. Kufungua nyota. You have seen in this house. Umeona katika nyumba This is a place God has given to mahali you. hapa Mungu amekupea wewe. For you to solve your problem. Ili usuluhishe shida zako. For you to solve your problem. Ili uweze kusuluhisha shida zako. Why can't you come here with friends? Kwa nini unakuja hapa bila marafiki? How many of you bring one person today from church? Ni watu wangapi ameleta mtu mmoja leo? Kuna yeyote ameleta mtu leo? How many of you bring one soul today to God? Ni watu wangapi umeleta moyo ama nafsi moja leo? Can you raise a hand up? Inua mkono wako uliyeleta nafsi leo. If you bring one person here today, kama ulileta mtu mmoja hapa, let me see your hand up. Inua mkono wako. How many people? 4. 4 people. Yes. 5 people. 5. 5 people? Yes. God is here with you. Mungu yuko pamoja nawe. As you decide to win the souls from God, unapoamua kushindia Bwana mioyo, God will cover your way. Mungu atakupa mwongozo. God will open your way. Mungu atafungua njia zako. You shall never depart from God. Usiwahi ondoka machoni pa Bwana. Things of God shall work for you. Mungu atakuwa pamoja shall work in your family. Itatembea ama itakuwa katika familia yako. Wherever you find yourself. Mahali popote utakapojipata. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu Kristo. It's good to win souls. Ni vizuri kuwinda roho za watu ama nafsi. It's not every time you come here alone. Si vizuri kuja hapa peke yako. To pray. Kuomba. To receive deliverance. Kupokea baraka na neema na ukombozi. Bring other people. Lete watu wengine. Tell them there's a God here. Walete waambie kuna Mungu hapa. There is a God here. Kuna Mungu hapa. Tell them to come and receive the anointing. That anointing you are receiving every day. That anointing you are receiving. Upako unaopokea hapa. Bring them here for them to be delivered. Walete nao wapokee. They're looking for where to go. Wanatafuta mahali pa kwenda. To deliver themselves. Wakombolewe. But you have here. Lakini uko na hapa. Bring them here. Walete hapa basi. There's something that you can do. There's something that you are doing. Kuna kitu ambacho unatenda. God will hear your prayer. Mungu atasikia maombi yako. God can never answer your prayer. Mungu hawezi kujibu maombi yako. Not everyone here God hear prayer. Si kila mmoja Mungu anajibu maombi yake hapa. Not every prayer. Si kila maombi God hear. Mungu anasikia. Are you praying with your heart? Waomba na moyo wako kama kwa moyo. Some of you are praying with an evil heart. Wengine wanaomba kwa moyo wa uovu. Some of you are praying with evil heart. Wengine wanaomba kwa moyo wa uovu ama moyo mbovu. That is why you are praying. Prayer will not answer. Hiyo unaomba tu lakini ujibiwi. You must pray with your heart. Lazima uombe kwa moyo. Have that heart of thanksgiving. Kuwa na moyo wa kushukuru. When you open your heart, unapofungua moyo wako of giving to God, kutoa kwa Mungu, God can never deny you. Mungu hawezi kukunyima chochote. Some of you here, watu wengine hapa, if you start talking about thanksgiving, unapoanza kuongea kuhusu shukrani, your heart is down. Moyo wao unaanguka chini. Your heart is down. Moyo wake unaanguka kabisa. You don't like to use eyes. Hataki kutumia macho, ear, masikio, to hear, kusikia, giving, shukrani ama kutoa, kutoa. Giving always beat your heart. Ile kutoa saa zote inapigisha moyo wako. Giving always beat your heart. Kutoa inapiga ama inashinda moyo wako saa zote. Why? Kwa nini? Why? Kwa nini? You don't know where the problem is coming from. Kwa maana hujui shida zatoka wapi. You don't know where the problem is coming from. Hujui shida zako zimetoka wapi. Sometimes kutoka kwa shukrani. You need to check yourself. Unastahili ujiangalie. You need to amend your way. Unastahili utengeneze njia zako. Amend your way. Tengeneza njia zako. For the gift of God to come over you. Ili kipawa cha Mungu kije juu yako. When you talk about giving, unapoongea kuhusu kutoa, the Spirit will come down. Roho Mtakatifu shuka chini. Why? Kwa nini? You come here with a good spirit. Kwa maana umekuja hapa na roho nzuri. Walk with that spirit. Unapotembea na hiyo roho, that bring you here. Inakuleta hapa. If you walk that spirit, ni Roho Mtakatifu. If you walk through that spirit, kama unapotembea na roho nyingine, you will deliver. Utakombolewa. Don't have a heart of when you come to a